Jopo la majaji latoa uamuzi, Lissu akutwa na kesi ya kujibu. Jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu likiongozwa na Jaji Danstan Ndunguru mapema leo Agosti 21 mwaka 2026 limetoa uamuzi katika shauri la uhaini la namba 19605/2025 linalomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Katika uamuzi huo uliokuwa unasubiriwa kwa hamu, mahakama imetangaza kuwa Lissu ana kesi ya kujibu na hivyo anapaswa kuanza kutoa utetezi wake. Uamuzi huu unakuja kufuatia kikao cha siku ya Ijumaa ya Agosti 17 mwaka 2026 ambapo majaji walisikiliza hoja za pande zote mbili baada ya upande wa mashtaka kufunga ushahidi wake wa mashahidi. Katika hatua hiyo, Lissu aliiomba mahakama imwachie huru akitumia kifungu cha 312 ibara ya kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai yaani CPA, akidai kuwa upande wa jamhuri umeshindwa kuthibitisha ushahidi wa awali prima facie case. Lissu alijenga hoja kuwa ushahidi uliowasilishwa haukufikia kiwango cha kumtia hatiani hata kama hangejibu lolote. Hata hivyo, katika uamuzi wao wa leo, majaji wameeleza kuwa baada ya kupitia hati ya mashtaka, ushahidi wa mashahidi na kanuni za kisheria, wamebaini kuwepo kwa kesi iliyojengwa dhidi ya mshtakiwa. Mahakama imebainisha kuwa upande wa mashtaka umewasilisha viini vinavyoashiria mshtakiwa alitengeneza nia ya kuhamasisha umma kuvuruga uchaguzi kwa lengo la kuitisha serikali. Miongoni mwa mambo yaliyochukuliwa kama uthibitisho wa nia hiyo ni maneno yaliyodaiwa kutamkwa na kuchapishwa na Lissu yakisema, msimamo huu unaashiria uasi, kwa hiyo tunaenda kukinukisha sana. Mahakama imehitimisha kuwa kutokana na ushahidi huo na mashauri mbalimbali ya kisheria yaliyorejewa, Lissu ana wajibu wa kujitetea. Hatua inayofuata sasa ni kwa mshtakiwa kuanza kutoa utetezi wake dhidi ya tuhuma hizo nzito za uhaini. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment maoni yako, itakuwa vyema na swadaka sana. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.